Jina langu ni Paul John Walalaze, meneja elimu kwa mlipa kodi, nikimwakilisha mkurugenzi wa elimu kwa mlipa kodi ya mawasiliano mamlaka ya mapato Tanzania. Leo tuko hapa Four Point Sheraton Hotel katika mkutano wetu au mafunzo yetu yanayohusu masuala mbalimbali ya kodi, lakini tukiangazia sana matumizi sahihi ya stamp za kielektroniki za kodi tukiita ETS. Leo tumekuwa na jukwaa na wenzetu wa jukwaa la wahariri hapa, viongozi wao pamoja na wao wenyewe pamoja na waandishi wa habari. Mamlaka ya mapato Tanzania tumejiwekea hayo malengo ya kukutana na wadau mbalimbali kuashirisha vitu mbalimbali vya kodi. Leo tukiangazia sana kama nilivyosema awali kuhusu matumizi ya stamp za kielektroniki za kodi. Tumewafundisha wadau wetu juu ya matumizi ya hizo stamp za kielektroniki za kodi, manufaa yake kwenye uchumi, jinsi inavyosaidia kuongeza pato la taifa, lakini pamoja na kugundua zile bidhaa ambazo ni feki, zile bidhaa ambazo ni si halali katika ambazo zinadhorotesha uchumi wa nchi. Tunashukuru wenzetu wamejitokeza kwa wingi sana, wametupa changamoto na maoni yao, changamoto ambazo zinazoikumba jamii kuhusu kugundua hizi stamp za kielektroniki za kodi. Lakini sana yale maoni yao tutaendelea kuyafanyia kazi. Mojawapo elimu ambayo tumewapa ni jinsi ya wao nafasi yao ya kwenda kutusaidia sisi mamlaka ya mapato Tanzania kuihabarisha jamii juu ya hizi stamp za kielektroniki za kodi, ili jamii iweze kupakua ile application ya Hakiki Stamp na hasa katika kugundua bidhaa zile ambazo si halali, bidhaa ambazo ni bandia. Na ikumbuke hizi bidhaa ambazo ni bandia ndio zile ambazo zinakuja kuleta madhara kwenye nchi yetu, lakini zaidi sana hawa wanakwepa kodi. Kwa wenzetu ambao wako mipakani, najua ni nafasi hiyo hiyo ambao wenzetu hawa waandishi wa habari wataenda kutusaidia kuhusu kuhabarisha jamii. Tukifanya wote kwa pamoja hivyo, pato la taifa litaenda kuongezeka kwa njia moja au nyingine. Ikumbuke ushuru wa bidhaa na stamp ni mojawapo ya vyanzo vya kodi ambao mamlaka ya mapato Tanzania tumepewa jinsi ya kuvikusanya. Na mwaka huu wa fedha TRA tumewekea lengo la kukusanya trilioni 30.4. Hatuwezi kuzipata hivyo bila kushirikiana na wadau kama hawa jukwaa la wahariri pamoja na waandishi wa habari. Tuweze tu kutoa ahadi yetu ya kwamba tutaendelea kuwa pamoja nao kuhakikisha kwamba tunawaelimisha wao ili waweze kutusaidia kuelimisha jamii juu ya umuhimu wa kulipa kodi na kufuata taratibu zote za kikodi wakati wa kuingiza bidhaa hapa nchini na wakati wa kufanya matumizi ya hizo bidhaa. Asante sana. Dania, tumeona katika taarifa ambayo TRA tumeitoa ile jana usiku ya kwamba siku ya leo majina ya wale ambao wamepata ajira kujiunga na mamlaka ya mapato Tanzania yatatolewa. Cha kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwenye zile ajira ambazo zilikuwa zimetolewa 1500, tumeona ametupa nafasi ya kuongeza nafasi 300. Ukiangalia nafasi 300 ni nyingi sana kwa vijana wetu ambao walikuwa wanatafuta ajira na jinsi ya kujiunga na mamlaka ya mapato Tanzania kwa ajili ya kulitumikia taifa. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ajili ya nafasi hiyo, tukiamini kwamba vijana hawa wakiajiriwa wataongeza idadi ya wafanyakazi ambao hata makusanyo ya kodi tunaamini kwamba yataenda kukusanya. Zile sehemu ambao tulikuwa tufiki tunaweza kwenda kuzifikia, sababu idadi ya watumishi tutakuwa nao wa kutosha. Tukiamini kwamba tukifanya hivyo hata ya makusanyo ambayo tumepewa tutaenda kuyafikia, sababu kila sehemu kutakuwa na wafanyakazi wa kutosha. Na katika kufanya hivyo tukiamini kwamba wananchi au Watanzania tuzidi kuomba ushirikiano kutoka kwao, hata watumishi watakapokuwa wakipangiwa kwenye maeneo ya vituo wakati wanafanya kazi, hasa wakifanya kazi ya kuwatembelea, waweze kuwapa ushirikiano wa dhati. Tukifanya hivyo tutaenda kulijenga taifa, na hakuna mwingine ambaye atakuja kulijenga taifa isipokuwa mimi na wewe Mtanzania. Na hakikisha ukiuza, kumbuka kutoa risiti, na ukinunua hakikisha kudai risiti, na kodi yetu ndio maendeleo yetu. Asanteni sana.